panalipo na ule mti mauti. Na alipotoa kila, ukienda kwenye mstari wa 19 unakuta Mungu anasema hakika mtakufa, hakika mtarudi kwenye ardhi ambayo mlitolewa, mtakufa. Kwa hivyo mmekula chakula chenye sumu ya mauti ndani yake. Niliwakataza msile nikiwa ninajua maana yake nini. Kulikuwa na kitu kimebebwa kwenye haya matunda ambayo hamkupaswa kukigusa. Kuna kitu kimebebwa, ndio maana si niwaruhusu mule chakula kingine kwenye bustani, lakini hiki kilikuwa kimebeba mauti ndani yake. Na Biblia inasema kulikuwa na mti wa uzima na kulikuwa na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao ndani yake umebeba mauti. Lakini cheki ambako shetani alipitia kwenye chakula, akamwonyesha yule mwanamke huu mti wafaa kwa chakula, na akala kama chakula bila kujua kwamba anakula chakula kilichobeba roho ya mauti. Haleluya, 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 haleluya. Kitu gani nataka nikuonyeshe? Kuna vitu unaweza ukalishwa, kuna vitu unaweza ukanyweshwa, iwe ni kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni kwenye ulimwengu wa mwili, iwe umeshiriki mwenyewe, ume umeshirikishwa, lakini ndani yake vimebeba hayo mambo. Ndani yake vimebeba roho ya mauti, vimebeba agano, ndani yake vimebeba nguvu ya kukutoa kwenye mapenzi ya Mungu. Na ndio maana unaweza ukapiga hatua ya kujaribu kusogea mahali ulipo, lakini unakwama. Kitu gani? Kwanza, nafsi yako imefungamanishwa kwenye madhabahu ya huyo Mungu aliyeabudiwa, ambaye ndani yake alitolewa hiyo sadaka, na wewe ukashiriki hiyo sadaka. Na Paulo anasema hizo sadaka wanazitoa kwa mashetani, na sitaki mshiriki meza ya mashetani na meza ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu mkijifunga kwenye meza ya mashetani, hamwezi kujifunga kwenye meza ya Bwana. Anawaambia hivyo vitu si sadaka kama mnavyofikiri, lakini ni sadaka inayotolewa kwa mashetani. Haleluya, 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 haleluya. Na ndio maana Father jana alikuwa anatufundisha hapa habari ya kutumia damu ya Yesu, kwamba hata kama umekula chakula cha staili hiyo, hata kama umelishwa, hata kama umekula mwenyewe, hata kama ulipelekwa ukaenda ukabishwa ukapewa na wazazi wako, umeenda umeshirikishwa, hata saa nyingine bila kujua, unapoachilia damu ya Yesu Kristo kwenye maombi, kwenye sala, ni damu ya agano jipya ambayo ndani yake ina uwezo wa kuvunja kila agano ambalo umeingizwa kwenye meza nyingine. Ina uwezo wa kuvunja kila nguvu ambayo imeingia ndani ya moyo wako kupitia sadaka nyingine. Ina uwezo wa kuondoa nguvu iliyoingia ndani yako, nguvu ya mauti iliyoingia ndani yako ambayo ilipita kwenye chakula ulicholishwa. Ni damu ya agano jipya na la milele, kwa namna ambavyo unapoingia nayo kwenye ulimwengu wa roho, ukamwambia Mungu, haijalishi nilishiriki meza ya shetani kiasi gani, haijalishi nilishiriki kwenye sadaka ya shetani kiasi gani, haijalishi nilishirikishwa na wazazi wangu kiasi gani, nimenyeshwa kwenye ndoto kiasi gani, nimelishwa kwenye ndoto kiasi gani, haijalishi. Lakini najua iko meza moja inayoitwa meza ya Bwana, iko meza moja inayoitwa damu ya Yesu Kristo, ambayo kwayo inasema ni damu ya agano jipya. Kwa nini inaitwa damu ya agano jipya? Sababu ina nguvu ya kuvunja agano la kwanza walioweka baba zako. Inaitwa damu ya agano jipya sababu ina nguvu ya kuvunja agano la kwanza uliloweka wewe mwenyewe. Inaitwa damu ya agano jipya sababu ina nguvu ya kuvunja agano la kwanza walioweka wazee wako mahali popote walipoweka, iwe ni kwa damu ya wanadamu, iwe ni kwa damu ya mbuzi, iwe ni kwa damu ya kondoo, iwe ni kwa damu ya staili yoyote, kwa kafara yote iliyotolewa, iwe walikupeleka ukakula, ukamezwa, ukala hivyo vitu, ukanywa na damu. Wengine wamenyeshwa na damu kwenye hayo matambiko, wakapewa na majina, wakachinjwa na mbuzi, wakanyweshwa na damu. Unisikilize, iko damu ya agano jipya na la milele. Kwa nini anasema na la milele? Maana yake hiyo damu iko daima. Maana yake ni damu ambayo hujanisikia, anasema ni damu ya agano jipya na la milele. Ina uwezo wa kurudi kwenye kizazi chako mpaka kizazi cha kwanza, na inaweza ikaenda mbele ya kizazi chako
wa kizazi chako. Ndio maana kwa sababu ni damu ya agano jipya na la milele, unaweza na ukaingia agano nayo kwa ajili yako na uzao wako unaokuja. Unasema lakini si wajui. Ni damu ya agano la milele, inaweza ikatangulia kwenye maisha yako na inaweza ikarudi nyuma maisha yako yalikotoka, inaweza ikaenda mbele. Ni damu inayokaa milele, ni damu ambayo inashughulikia mambo yaliyoko, mambo yaliyopita na mambo yanayokuja. Ndio maana ndani yake kuna umilele. Haleluya, haleluya. Ndio maana kanisa lilipokubatiza halikukosea kukupa nafasi ya ukuhani ili utumie damu. Mwambie mwenzenu utumie damu. Siku nyingine tukipata nafasi tutajifunza namna unavyoweza kutumia damu kwenye maombi, kwa sababu wewe ni kuhani. Kazi ya kuhani ni kufanya huduma, ni kubeba damu. Ukishasikia umetajwa kuhani, kazi yako ni nini? Upatanisho kati yako na Mungu, upatanisho, kutumia damu ya Yesu kuondoa kilichoko na kuweka kingine. Haleluya. Anasema aondoa la kwanza na kuweka la pili. Maana ana uwezo wa kuingia akaondoa kitu kilichoko ndani na akaweka kingine. Haleluya, 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 haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana ndani yako lazima ujenge imani. Unisikilize watu wa Mungu. Ndio maana kama kuna mahali ambazo shetani ametubana, ndio maana ukienda kwa mganga akachinja mbuzi, akachinja kuku, akanyunyiza, akasema hii damu nimeweka agano na wewe, hakuna kitakachokugusa. Ukija huku mjini unatembea kifua mbele. Kwa nini? Imani ulionayo. Yaani mtu akikutisha labda hujui nilikotoka wewe, kama na mimi uelewi nilikotoka. So, umesimikwa damu, umepakwa damu, agano limefanyika kwa damu. Umeona mganga amechinja, amekunyunyizia damu, akakwambia hakuna atakayeweza kukugusa, hakuna mchawi atakayekugusa, hakuna mganga atakayekugusa. Kila mtu akae mbali na wewe. Wewe ni mtu hatari sana, sababu una agano na damu. Na unakuja huku mjini unatishia watu, unatembea kifua mbele, unawaambia nyinyi hamjajua kwetu nimeaga, hujajua nilichofanyiwa kwetu. Unisikilize Bwana. Kwa nini hiyo imani usigeuze? Unapopokea damu ya Yesu, unapokunywa damu ya Yesu, unapopokea damu ya Yesu, ukatembea kifua mbele ukisema mimi ninayo damu ambayo hakuna damu nyingine kama hiyo. Ninayo damu ambayo shetani hawezi kuipata mahali. Ili aipate lazima aende Kalvari, na hawezi kwenda Kalvari kwa sababu ndio mahali aliposhindwa, ndio mahali alipopigiwa mweleka. Hawezi enda hapo, anapaogopa Kalvari kuliko unavyofikiri. Na anasema damu hiyo inapatikana Kalvari peke yake. Mimi ninayo damu inayopatikana Kalvari ambayo hata shetani akiitaka hawezi kwenda kuichukua pale, maana damu niliyopiga na kumshinda kwa namna ambavyo hawezi kuipata pale Kalvari. Kwa hiyo hata kama unayo damu ya ng'ombe, hata kama unayo ya mbuzi, hata kama unayo ya binadamu, mimi ninayo ya yule ambaye amemuumba binadamu mwenyewe. Ninayo damu ya yule ambaye ameumba mbuzi, ameumba kondoo, ameumba ng'ombe, ameumba binadamu mwingine. Umetoa mtoto sadaka, sawa. Mimi ninayo damu ya aliyeumba hata huyo mtoto. Maana niko mahali ambapo mtu hawezi akanigusa. Kwa nini usigeuze hiyo imani? Kwa nini kwa mganga unaweza ukaamini hivyo na ukatembea kifua mbele? Kwa Yesu unapokea kanisani, ukirudi nasema sijui kama leo wataniacha. Umetoka kunywa damu ya mwana wa Mungu, umeingia na agano na madhabahu ya Mungu. Ndani yako umepokea na nguvu za kukufanya uende zaidi ya siku 40 kama Elia. Halafu unarudi nyumbani unasema leo kwa kweli sijui, ngoja tu Mungu mwenyewe anajua. Haleluya. Hebu toa sadaka yako. Tutaendelea siku nyingine, lakini nataka tufanye maombi ya damu ya Yesu hapa, ili chochote ambacho kimeingia kwenye maisha yako kupitia madhabahu nyingine ya miungu kwa staili yoyote, damu ya Yesu ishughulike nacho. Sababu ilipomwagwa madhabahuni, Biblia inasema inanena mema mpaka leo.
inanena mema kuliko damu ya Habili mpaka leo. Na uwe na uhakika tunapokwenda kuiomba kupitia hiyo damu, itaongea maneno mazuri kwako, itaongea maneno mema kuliko damu nyingine inavyoongea. Toa sadaka yako tu. Mungu le hai, asante kwa neema yako na upendo wako na ukuu wako na uaminifu wako. Ni neema iliyoje kwamba unaongea na sisi maneno yako yenye uzima wa milele. Tunakushukuru kwa fadhili zako na kwa huruma yako na kwa uaminifu wako mkuu. Tunaendelea kujikabidhi kwako, tunaendelea kujikabidhi ndani ya damu yako Yesu, ili kila ambacho umekusudia kwa jioni ya leo ukakifanye kwa utukufu wa jina lako. Nasi tunapoendelea kukutolea hii sadaka, tunaendelea kualika uwepo wa damu yako katika haya mazingira. Malaika wako waendelee kutufunika, utukufu wako na roho wako endelee kutuhudumia, ili Mungu ukafanye kila ambacho umekusudia kwa utukufu wa jina lako. Kwa njia ya Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Karibu utoe sadaka. Basi kabla waimbaji hawajaimba, basi mkaribishe MC atupe tangazo, alafu waimbaji wataimba, tutaingia kwenye sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati tunaendelea na sadaka, tusikilize matangazo. Kule nyuma kwa Ashazi na kwenye duka la vitabu kuna kalenda za Karismatiki Katoliki. Kwa hiyo zipo kwa bei nafuu tu. Kwa hiyo tuweze kuzichukua ili tuweze kuzimalizia, zimebaki chache tu kwa bei rahisi shilingi 4,000. Zinapatikana duka la vitabu na kwa Ashazi kule nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Na pia kuna jarida la upyaisho Karismatiki Katoliki, linapatikana pia kwenye duka la vitabu na kule nyuma Karismatiki na kule nyuma kwenye duka la vitabu. Pia kuna kitabu cha Mwalimu Pasco Masenge ambaye alikuwa anafundisha hapa, kinachosema unavyoweza kutimiza maono ulionayo. Kiko kwenye duka la vitabu. Jinsi unavyoweza kutimiza maono Mungu aliyoweka ndani yako, kinauzwa kwa bei rahisi kwenye duka la vitabu na kwenye Ashazi. DVD za mahubiri leo ni siku ya 4, zinapatikana kwa bei rahisi kwenye duka la vitabu na kule nyuma. Kuanzia leo, kuanzia saa 12 kutakuwa na mafundisho ambayo yataendelea katika mkutano wetu. Kwa hiyo kwa wale ambao hawataweza kuhudhuria kipindi cha mchana, tuwape taarifa ili waweze kuhudhuria kuanzia saa 12 mpaka saa 2. Mafundisho yote yanayofundishwa hapa na watumishi wa Mungu yanapatikana kwenye YouTube ambayo iko kwenye TV ya Hesiba TV. Mafundisho yote yanapatikana kwenye TV ya Hesiba TV kuanzia saa 9:30. Kwa hiyo unaweza kuambia wale watu ambao wanashindwa kuhudhuria waweze kuangalia kwenye hiyo TV ya Hesiba TV kuanzia saa 9:30. Kesho kutwa Ijumaa tutakuwa na mkesha mkubwa. Kwa hiyo tuweze kuhudhuria wote. Ni mkesha wa nguvu na ni mkesha wa kukutana na Mungu kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.
sacrifice that pleases God is us. Sadaka ya kwanza inayompendeza Mungu ni sisi. Then it doesn't matter how much you offer, the offering is over there, but the sacrifice of your heart. Haijalishi umetoa sadaka kiasi gani, lakini sadaka ya moyo wako. I just want you to really surrender now. Nataka ujitoe kabisa kikamilifu. This is the moment. Huu ni wakati. This is the moment. Huu ni wakati. Connect yourself to your Savior. Jiunganishe mwenyewe na Mwokozi wako. Connect yourself to your God. Jiunganishe na Mungu wako. He's your Alpha, He's your Omega. Yeye ni Alfa na Omega. As we stand here, tunaposimama mahali hapa, we represent generations and generations. Tunawakilisha vizazi na vizazi. And some of our generations involved deeply into blood sacrifices. Na baadhi ya vizazi vyetu vilivyopita vimejiingiza kwa kina sana kwenye sadaka ya damu. Whether of a small animal or a big animal. Aidha ni wanyama wakubwa au wadogo. It connected us to them. Inaunganisha vizuri, inatuunganisha. And therefore, na kwa hiyo fortunes have followed us up to this moment. Bahati mbaya zimetufuatilia sana mpaka wakati huu. But you and I, lakini wewe na mimi, have the right to say no. Tunayo haki ya kusema hapana. Have the right to say no. Tunayo haki ya kusema hapana. I want you to have a leap of faith and stand under the cross of Jesus. Nataka uwe na tone la imani na usimame katika msalaba wa Yesu. Just close your eyes. Funga macho yako. Close your eyes. Funga macho yako. And be right under the cross of Jesus. Na uwe chini ya msalaba wa Yesu. Jesus didn't go to the cross for nothing. Yesu hakwenda msalabani bure. He went there for you. Alienda pale kwa ajili yako. He wasn't wounded for nothing. Hakujeruhiwa bure tu. He went there for you. Alienda pale kwa ajili yako. So now I want you. Kwa hiyo sasa nakutaka close your eyes. Funga macho yako. Eyes of your heart. Fungua macho ya moyo wako and begin to tap the resources of the cross. Na anza kuchukua ile vyanzo vya msalaba. And let the blood zile faida ziko kwenye msalaba. Na ruhusu damu ya Jesus begin to flow on you. Ruhusu damu ya Yesu anze kumiminika kwako. The blood of Jesus flowing. Damu ya Yesu inamiminika. The blood of Jesus flowing. Damu ya Yesu inamiminika. Soak yourself in the blood of Jesus. Zamishe mwenyewe kwenye damu ya Yesu. Before we break the ties and chains, kabla hatujavunja minyororo na hatujavunja ile minyororo, before we break the chains, kabla hatujavunja ile minyororo, we want you to soak in the blood. Tunataka ujizamishe kwenye damu. Let the blood of Jesus flow. Achia ile damu ya Yesu miminike. Feel the blood of Jesus flow. Ona ile damu ya Yesu kimiminika. The blood of Jesus flowing from your head. Damu ya Yesu inamiminika kutoka kichwani mwako, flowing up to the toe. Mpaka kwenye vidole. And as the blood of Jesus flowing, na kama damu ya Yesu inamiminika, entering in every part of your being, ikiingia katika kila sehemu ya mwili wako, it's washing away our sins, inasafisha dhambi zako, because we stand in mercy and forgiveness. Kwa sababu tumesimama kwenye huruma na msamaha. It is breaking the evils in us. Tukivunja uovu ndani mwetu. It is breaking the power of sin in us. Inavunja nguvu ya dhambi ndani mwetu. And it is now untying the bonds that we have made. Inafungua vifungo. It is untying the bonds that we have made, or covenants that we have made. Inafungua vile vifungo tulivyofanya kutokana na maagano tuliyokuwa tumeyaweka. All the people have been dedicated to the evil thing. Wale watu wote ambao walikuwa wametolewa wakfu kwa mapepo na misimu. It is being reversed now. Inasafishwa sasa by the new covenant. Kwa agano jipya na rejesho upya. By the new covenant. Agano jipya. You are the one making that now. Kama ni wewe ndio unayefanya hivyo sasa. So I want you to lift your hand. Kwa hiyo inua mikono yako. And pronounce these words powerfully. Na utangaze haya maneno kwa nguvu. Let you not just follow my words. Usirudie tu maneno yangu ili mradi kurudia.